tutajikuta miradi hii mikubwa ambayo serikali inaweka pesa nyingi itakuja kumilikiwa na watu wachache, lakini wakulima wadogo watashindwa kuweza kumanage maeneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishauri, natambua Tume ya Umwagiliaji inayo policy awamu yake ya 6, Wanambarali tumenufaika kwa kupata miradi mingi sana ya kilimo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa maoneo yake mazuri kwenye sekta hii ya kilimo. Lakini nipende kuwapongeza Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri na timu yao. Kwa hakika hatuna mashaka na wakulima tuna matumaini makubwa sana na ninyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina mambo machache ya maombi lakini na ushauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafahamu waziri kesho utafanya hitimisho ya hoja yako. Utakavyokuja Mheshimiwa Waziri, ni kuombe na Wanambarali wana kiu ya kusikia. Wakati Mheshimiwa Rais amefika Mbarali, aliwaahidi wakulima wa Mbarali kwamba ameshaanza mazungumzo ya mwekezaji kuachia shamba moja ili wakulima wadogo wa Mbarali chini ya uangalizi wa Wizara ya Kilimo watapatiwa eneo lile ili waanze kufanya kazi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tulitarajia msimu huu unaokwisha wakulima wadogo wa Mbarali waanze kufanya kazi kwenye shamba hilo, lakini sasa tutaomba tufahamu ni lini jambo hili litakamilika ili wakulima wadogo wa Mbarali waanze kunufaika na ahadi hii ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa napenda kushauri wizara. Tunafahamu Tume yetu ya Umwagiliaji inafanya miradi kwenye mashamba ya watu. Haina mashamba ya serikali, inaenda kwenye sehemu ya mashamba ya wananchi ndiko ambako inafanya miradi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mtakubaliana na mimi waheshimiwa wabunge ambao mna miradi hii ya umwagiliaji, kumekuwa kuna ombwe kubwa la watu ambao wana fedha nyingi kwenda kuyanunua maeneo yale na kuacha sasa wakulima wadogo kutokuwa na maeneo. Ukiangalia hata juzi Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani mwezi huu nilimshuhudia Mheshimiwa Waziri akiwa jimboni pale kwenye mradi wa Balali Makambako. Wananchi walikuwa hawautaki mradi wa umwagiliaji uende pale, wakiogopa kuporwa maeneo yao. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tutajikuta miradi hii mikubwa ambayo serikali inaweka pesa nyingi itakuja kumilikiwa na watu wachache, lakini wakulima wadogo watashindwa kuweza kumanage maeneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishauri, natambua Tume ya Umwagiliaji inayo policy ya namna ya kuangalia sehemu yote miradi hii mikubwa inamopita, basi maeneo yale yanakuwa chini ya uangalizi wa Tume ya Umwagiliaji, lakini vile vile kuwatambua wakulima wadogo kwa maeneo yale ili tuwalinde hao wakulima wadogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano ukienda pale Madibira, lile shamba la hekta 3253 liligawiwa kwa wakulima wadogo na serikali imeshawekeza zaidi ya bilioni 8 pale, na tuna miradi mingine ambayo ikikamilika ni zaidi ya bilioni 60 serikali inaenda kuwekeza, lakini wale wakulima wadogo wote wameshaondolewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutajikuta tunaenda mbele kwa watu wachache na kundi kubwa tunaliacha nyuma. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swala hili ukiangalia hata watu wa Iringa pale Pawaga, malalamiko ni hayo. Wakulima wetu wadogo lazima walindwe Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuwekewa sheria. Kwa Mheshimiwa Waziri, pamoja na kwamba pale ulipokuwa jimboni uliwasaidia wale wananchi kwa kuhakikisha wanapata hati, lakini haitoshi. Lazima tuhakikishe hizi policy zinafanya kazi ili wakulima wadogo waweze kulindwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala jingine, maombi machache. Tunafahamu changamoto zilizopo kwenye mifumo yetu ya mfumo wa stakabadhi ghalani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli hakuna jambo lolote zuri ambalo halina changamoto, lakini tusifikirie kuachana na jambo hili, ila tu tuboreshe, tuhakikishe changamoto zinafanyiwa kazi. Lakini tunayo miradi 26 ambayo imejumuisha kwenye mabonde yote ya nchi yetu. Miradi ile ni miradi mikubwa na ya kimkakati. Niombe sana serikali itafute fedha hata nje ya budget ili miradi hii mikubwa iweze kukamilika, tuwasaidie wakulima wetu. La mwisho, naomba nishauri serikali tuwekeze fedha za ruzuku kwenye viwanda vyetu hivi vya ndani ambavyo vinatumia malighafi za ndani kwenye mbolea. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano hawa Minjingu, Intercom, ili tuweze kuwasaidia
na tumeona tunapopata madhara makubwa labda kama taifa tunashindwa kuagiza vitu nje. Kwa hiyo hawa ambao wameanza kuwekeza, tujitahidi kuweka ruzuku ili kuweza kuwasaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala lingine, miradi hii ya P4R tunatambua kwamba miradi hii tayari imeshafanywa usanifu na inakwenda kuanza. Sasa miradi hii huwa inapishana. Serikali inapotoa pesa, miradi hii wakati wa mvua na shughuli za kilimo haiwezi kutekelezeka, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo tuombe michakato yake ifanyike kwa haraka ili tuweze kufanya nini? Kuweza kuhakikisha mwezi wa 7 wakati watu wa kulima wameshatoka mashambani, basi waweze kupatiwa nafasi, miradi hiyo itekelezeke mpaka mvua zinavyokuja msimu ujao. Tunakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Mheshimiwa Waziri, kwa kumalizia, tunatambua wizara hii imebeba msingi mkubwa sana, ajira nyingi sana kwa vijana wetu na kwa taifa letu. Niombe sana, tunasema tunakwenda kwenye uchumi jumuishi, tusiache wakulima wadogo pembeni. Tuwalinde wakulima wadogo, manake hao ndio kichocheo kikubwa cha uchumi wetu. Lakini mwisho kabisa, niombe sana, sheria ziletwe tuwalinde wakulima wadogo. Hali ya kwenye miradi huko inayoendelea serikali si nzuri. Watu wananunua maeneo kwa wingi, unakuta shamba moja wako watu 2 watatu, na tayari serikali imewekeza billions of money. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, tunakuamini sana. Kama wanapokuamini wana Makambako na wakulima wa taifa hili, tunakuamini sana kakaangu Chongolo. Nikuombe sana utusaidie sana na hatuna mashaka nawe. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, naunga mkono hoja.